السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Ndugu zangu katika dini, tunamuomba Mwenyezi Mungu atujalie kuwa katika mukhlisin, katika wenye ikhlasi, na atukubalie ibada zetu. Kila uzoefu unaonyesha kila tunapopita na kila wanapopita watu, la kwanza. Lakini la pili, kila kwenye mkusanyiko wa watu kwenye dini na hata isipokuwa dini, katika mkusanyiko wa watu wanawake wanakuwa ni wengi kuliko wanaume. Lakini hata katika dunia tunaambiwa kwamba idadi ya watu ni bilioni 7. Wanawake ni bilioni 5 na nukta fulani hivi. Wanaume ni kwenye bilioni 2 na kitu hivyo, bilioni 1 na pointi fulani. Kwa hiyo dunia tunaoishi sasa, wanawake ni wengi kuliko wanaume. Hata sensa ya Tanzania inaonyesha kwamba wanawake ni wengi kuliko wanaume. Idadi hii tukirudisha kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na kwa nini tuarudisha kwa Mtume Muhammad? Ni kwa sababu ndio afdhalu nasi au afdhalu khalqillahi ala al-itlaq, ndiye mbora wa viumbe wote wa Mwenyezi Mungu. Hakuna kiumbe katika dunia hii ambaye amewahi kutokea kuwa bora au atakayetokea kuwa bora kuliko Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na hii bahati nzuri, Mtume kuwa bora ni kwa ulimwengu wa kidini. Yani sisi Waislamu tuamini Mtume ndio bora kuliko kila kitu. Lakini hata watu wa sekula nao wanaamini Mtume Muhammad ndio bora kuliko kila kitu. Tatoa mfano mmoja sehemu mbili ili niende kwenye kusudio. Katika Uislamu hilo halina shaka kwamba mbora ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwamba yeye Mtume ndio akmalun nasi khalqan wa khulqa, si ndio? Mkamilifu wa watu kwa umbile na tabia. Lakini kwa ulimwengu wa sekula ndio mahala panaposhangaza. Kuna mwanafalsafa mmoja kule Ujerumani anaitwa Johann Goethe. Yeye katika kuulizwa kuhusu Mtume Muhammad alivyomfuatilia, alisema maneno mafupi tu kwamba Muhammad is the hero of humanity, na akatengeneza kitabu Muhammad is the hero of humanity, kwamba Muhammad ndiye shujaa wa utu, yani ndio hodari kuliko mtu yoyote katika dunia katika utu. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema
asema inna min ahabbikum ilayya ahsanakum akhlaqa, hakika katika mtu ambaye nampenda sana mimi Mtume Muhammad ni yule mbora wenu kuliko watu wote kwa tabia, kwa sababu yeye mwenyewe Mtume is the hero of humanity, ndio hodari wa utu. Hakuna anayemzidi utu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hiyo inathibitishwa na Qur'ani kwamba Muhammad is the hero of humanity. Pale asema Mwenyezi Mungu, wa annaka la'ala khuluqin adhim, ndivyo umesoma sawa? Wa innaka la'ala khuluqin adhim, hakika wewe Muhammad uko juu ya tabia zilizokuwa bora. Kwa kama yuko juu kuliko tabia zote za wanadamu, Muhammad is the hero of humanity. Sasa huyu akisema, lakini pia Muhammad ndiye bora kuliko watu wote katika dunia hii. Pia katika ulimwengu wa sekula yuko mtu mmoja anaitwa Sir Bernard Shaw, asema kwamba he was only supremely successful in secular and religious level. Yani ndiye mtu peke yake ambaye amekuwa ni mafanikio makubwa upande usiokuwa kidini wa watu wasiokuwa wa dini na watu wa dini. Kwa hiyo sio sisi peke yetu tunayefahamu kwamba Mtume Muhammad ni bora kuliko watu wote, bali wote watu wenye akili nzuri katika dunia wanaokubalika kwa akili. Huyo Sir Bernard Shaw mtu mkubwa, na ukisema wanafalsafa ni watu wakubwa, na hao ni wanafalsafa wa ulimwengu, ndio vichwa vya dunia vimemfuatilia Mtume vikajua hivyo. Kwa maana hiyo basi Mtume sallallahu alayhi wasallam ni bora kwa ulimwengu wa kisekula na ulimwengu usiokuwa kisekula. Hii inatusaidia nini sisi? Nawe kama Muislamu kujua hili linakusaidia nini? Mambo mengi unasaidika, lakini la muhimu ni kwamba akisema, ukisikia kasema Mtume, basi unatakiwa upay attention kweli kweli, uzingatie kabla hata hujasikia kasema nini. Utulie usikilize amesema nini huyu mtukufu wa watu wote, mtukufu wa viumbe wote. Hisia hii ya taadhima kwenye neno qala Rasulullah, Waislamu wengi hatuna. Waislamu wengi hatuna hii hisia kwamba kasema Mtume. Waislamu wengi hatuna, na kwamba kwa sababu Waislamu wengi hatuna, kuna wasemaji wengi ndio wanaozingatiwa kuliko Mtume Muhammad. Hawa na falsafa. Ukisikia mwana falsafa fulani kasema, dunia yote inashtuka, mpaka dunia ya Kiislamu. Hata kama mwana falsafa kafa miaka mingi iliyopita, ni kwa sababu tumeondoa umuhimu wa kuzingatia heshima ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na mimi naona kwamba hapo ndio asili pia kuporomoka jamii ya Kiislamu. Sasa kasemaje kuhusu wingi wa wanawake na wanaume? Yeye Mtume kaita ni katika asharatu saa, katika dalili za kiyama. Ametaja vitu kama vitatu, mwisho akasema watakuwa wachache wanaume na watakuwa wengi wanawake katika dalili za kiyama. Katika hiyo hadithi anasema mpaka itafikia katika wanawake 50 mwanamume ni mmoja. Yani uwiano, kukiwa na wanawake 50
mwanamume ni mmoja. Sasa hii idadi waliotoa watu wa ulimwengu kwamba tuko bilioni 7, lakini bilioni 5.6 yote ni wanawake watupu. Wanaume bilioni 1 na kitu tu hapo. Kwa bilioni 1.4. Hii ni kuonyesha kwamba yale maneno aliyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yameshathibiti. Hapo nini cha kujifunza kwa huu wingi wa wanawake? Manake hata huu mji wetu huu kungeambiwa wanaume wote waje hapa, na ndio makusudio, si ndio? Katika darasa labda katika mihadhara ya dini, na wanawake wote waje, bado utaona wanaume ni wachache mno. Hizi ni katika asharatu saa. Hata kama utafanya sensa ya makaburi ukatafute kwamba walio kwenda kaburini ni nani wengi kati ya wanaume na wanawake. Ukitaka ifanya sensa kama miji mitatu tu hivi kwamba makaburi wanaume na wanawake wapi wengi, utakuta wengi wanaume. Manake na hii ili uipate vizuri kwa waliokuwemo ndani ya ndoa, ni nani wengi kati ya wale walioachwa na waume zao kwa kufa na walioachwa na wake zao kwa kufa, waliotengana na waume zao kwa kufa na waliotengana na wake zao kwa kufa? Hivyo wanawake ni nani wengi? Waliobaki duniani ni nani wengi? Wenzetu washafanya sensa. Ni wanawake. Hii Kiislamu ni tangazo kwamba ni asharatu saa, ni katika dalili za kiyama. Sasa tuwafaidika nini kujua hilo? Ndio lilikuwa swali langu. Moja, tukiona mabadiliko hayo ya ulimwengu ambayo ameyazungumza Mtume Muhammad, na sisi tutakiwa tubadilishe nafsi zetu kutoka kwenye ubaya kwenda kwenye wema, kutoka kwenye kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini katika hili suala hilo tunalozungumzia, ratio ya wanaume na wanawake katika dunia, tumeziangalia kwa sura mbili, sura ya kisekula na sura ya Kiislamu, ambazo zimewafikiana, si ndio? Labda wanawake niwaulize, sasa kama ni hivyo, wanaume hawa ambao ni wachache wakioa, wanawake wote, wanaume bilioni 2, sasa wote tufanye mfano walikuwa hawajaoa, wanaume bilioni 1.4, waseme waoe wanawake wote bilioni 5.6, kutabaki bilioni ngapi? Akina mama bilioni ngapi? 3. Sasa bilioni 3 wanaenda wapi? Yafaa waolewe wasiolewe? Wanawake yafaa olewe wasiolewe? Kwa hiyo sheria ya Mungu kuongeza kuwa na mwanamke zaidi ya mmoja, mwaionaje sasa? Yafaa haifai? Yafaa kununia au kutoinunia? Basi hapa ndio utakapoona hekima ya Uislamu, kwamba Uislamu, sheria za Uislamu na kanuni za Uislamu na maneno ya Qur'ani sio maneno ya kukurupuka. Ni tofauti na maneno ya ulimwengu, sawa? Ni tofauti na maneno ya kisekula. Maneno ya Kiislamu na sheria za Kiislamu zatokana na ambaye kaumba ulimwengu na anayejua taratibu zake.
Kwa hiyo kiambiwa wanaume waoe wanawake 4, iangalieni yoresho ya dunia, jawabu ndipo lilipo hapo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.